Kwa jina naitwa Mrekoni Justin, ni kocha wa St. Augustine University of Tanzania. Naweza nikaongelea mchezo ulikopo ni mzuri. Nimejaribu kuandaa wachezaji wangu ipasavyo. Nilikuwa najaribu kuambia pale kwenye vitu vidogo vidogo sehemu ambao wanafanya makosa, kwa sababu katika uwanja wa mazoezi mara nyingi wanaambia kwamba msiogope kufanya makosa. Unapofanya makosa ndipo ambapo unajifunza zaidi katika uwanja. Na waliweza kunisikia katika uwanja wa mazoezi, walifanya makosa. Leo hii nimekuja katika mechi hii ya leo, na ndio mechi ambayo imenifungulia mwanga kujua sasa nahitaji nini. Hii ndio mechi ambayo imenipa dira kuniambia kwamba ninaelekea wapi. Kwa hiyo niweze kutoa rai kwa mashabiki wote, mashabiki wa Sauti na mashabiki wote wa Mwanza waweze kuja katika haya mashindano. Naweza kusema wataenjoy. Na najua wenyewe waliokuja wameweza kujionea mpira jinsi ulivyokuwa unachezwa, utulivu wa timu yangu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba waje kwa wingi waweze kuangalia mechi, wataenjoy na wataondoka na kitu cha kusimulia zaidi. Kwa upande wa wachezaji tayari man of the match amekwisha kuchukua, na kwa upande wako wewe kama kocha, lengo lako ni lipi hasa kwa upande wa chuo chako, lakini pia kwa vijana ambao wewe unawafundisha? Lengo langu kubwa, nilijaribu kuonesha mtiririko mzima wa zawadi. Nikamwambia motisha ni mojawapo ya kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya Chuo Challenge. Tunahitaji kuwa washindi wa kwanza katika haya mashindano. Pia tunahitaji tuweze kupata mchezaji bora katika haya mashindano. Na nimeanza kuona mwanga. Nimepata mchezaji bora kutoka kwenye timu yangu, ameweza kuscore magoli. Nimemwambia kabisa, nikamwambia kama leo umeweza kuwa mchezaji bora wa mechi, tayari unajitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuchukua mchezaji bora hapa. Na pia nimejaribu kuhamasisha wachezaji wenzangu, nikamwambia zile zawadi ambazo zinaikabili kuwa timu kuweza kuzipata, haina haja ya kusema sisi tuanze kurudi nyuma. Ndio tunabidi tujipe hamasa zaidi na tuweze kuondoka na kila zawadi ambayo imewekwa katika mashindano. Kwa majina naitwa Mufasa Dito, ni mchezaji wa timu ya Sauti kampasi ya Mwanza. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama. Mimi na wachezaji wenzangu kwenye timu yangu tumejituma, tumepata matokeo siku ya leo. Benchi la ufundi hongera kwao, wametuandaa vizuri, pamoja na serikali ya Sauti kwa kutusupport. Lakini pia napenda kushukuru Tigo Yas kwa kuanzisha mashindano haya kwa ajili ya vijana wanaosoma hapa katika region ya Mwanza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru pia Yasi, tunashukuru timu yangu kwa kufanya maandalizi mazuri. Ni wapi hasa ambapo mmeweza kuwazidi wapinzani wetu mkaweza kuibuka na ushindi kwenye mchezo wa kwanza kabla ya mchezo ule wa duru ya pili? Kwanza mechi ilikuwa nzuri, wapinzani walikuwa wazuri, wamejipanga vizuri, walikuwa na uwezo wa kutudhibiti vizuri, lakini quality tu wachezaji wa Sauti ndio imeamua. Na namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuifanya kwa 100% kuwazidi wapinzani wetu. Wanasema wanaenda kujipanga kwa upande wa Bugando. Wewe una neno lipi la kuambia wanachuo wa Sauti, lakini pia kwa pamoja taasisi, nini hasa ambacho mnaweza mkazungumza na kwa wadau pia wa soka? Kujipanga kila siku, hata sisi pia tunajipanga. Nafikiri tutakuja kuonyesha game nzuri katika wakati unaokuja, lakini pia napenda kuwahimiza washabiki wa mpira wa chuo cha Sauti wajitokeze kwa wingi kutupatia support, kwa sababu sisi tunawakilisha wao na tunazidi kupambania nembo ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mchezo salama, tumemaliza salama. Kwa bahati nzuri hatujapata majeruhi yoyote yule, kwa hiyo ni kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia kwa approach ya mchezo, nahisi mpira ni mchezo wa makosa, kwa hiyo inatokea. Wenzetu tumepata nafasi kipindi cha kwanza, kwa bahati nzuri ambayo hatukuweza kuzitumia. Wenzetu wamepata nafasi chache, wametuadhibu. Kwa hiyo all in all tunajipanga kwa ajili ya mechi ijayo panapo majaliwa tarehe 20. Ni wapi ambapo wapinzani wenu wamewazidi katika mchezo wa siku ya leo? Vijana wako ni wapi ambapo walizidiwa hasa kiufundi na wakaweza kupata ushindi? Ni approach tu ya mwalimu imekuwa nzuri. Ameweza kumask approach yangu, na issue pia nahisi kubwa ilikuwa ni kwenye fitness na hisi wachezaji wangu walikuwa na utimamu wa mwili, na ukishakuwa na utimamu wa mwili kwenye mpira, utimamu wa akili kidogo unashuka pia. Unaweza ukawa una uwezo mzuri wa kucheza mpira, lakini physical fitness inakuwa ni nzuri zaidi kwenye mpira. Kwa hiyo nahisi hiyo ndo issue kubwa sana iliyopelekea sisi kupoteza mchezo wa leo. All in all tunajipanga kwa ajili ya mechi ijayo ya marudiano, panapo majaliwa inshallah itakuwa heri. Namshukuru sana. Mchezo umetamatika Bugando leo mkiwa kwenye mchezo wenu wa kwanza mnapoteza dhidi ya watakatifu wenzenu Sauti. Ulikuwa kwanza ni mchezo wa namna gani ukianza kujitambulisha majina yako? Kwanza namshukuru Mungu kwa mchezo mzuri. Kwa majina naitwa Abdurrahman Msonga. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 Bachelor of Science in Medical Imaging and Radiotherapy. Mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo mzuri, ulikuwa mchezo wa ushindani. Nafikiri tulijiandaa vizuri
na wao wamejiandaa vizuri, la mbinu za mchezo nafikiri labda hivyo ilitokea walikuwa zaidi yetu, ndio maana wakaweza kupata ushindi wa magoli mawili na sisi tukaweza kupata kitu. Nafikiri bado tuna nafasi ya marudiano, tutaenda kujiandaa vizuri. Mungu akipenda tutakurudiana, nafikiri tutafanya kitu na tutapata matokeo. Ukiachana na ugumu wa mchezo wa leo, pengine maandalizi wote mlifanya vyema, lakini ni wapi hasa ambapo wapinzani wenu wameweza kuwazidi kwenye mchezo wa siku ya leo? Kama nilivyosema awali, nafikiri wapinzani wetu wameweza kutushinda labda kwenye mbinu za uchezaji. Ni hivyo tu, wametushinda kwenye mbinu za uchezaji, la vingine nadhani tulikuwa sawa, tulikuwa tunacheza na wao wanacheza. Sawa, hebu zungumza sasa, naona KUHAS kuelekea kwenye mchezo wenu mwingine, lakini pia kwa matokeo haya kwa pamoja, nini hasa ambacho unaweza kuambia kama mashabiki wenzenu, lakini pia wanachuo kwa pamoja? Kwa wanachuo wa KUHAS napenda kuambia kwamba game ya leo tulikuwa tuko chini, hatukupata support ya mashabiki labda kutokana na ugumu wa ratiba. Wengine wako kwenye mitihani, kuna wachezaji wengine tumewamiss katika mchezo wa leo kutokana na mitihani ambayo inakuwa ni lazima kwa chuo kwa ajili ya masomo yao. Kwa nafikiri mchezo unaokuja itakuwa ni tarehe 20, watakuwa wamemaliza mitihani, tutaenda tutajipanga vyema, tutaongea, tutakuja na hamasa kama walivyokuja wenzetu. Nafikiri tutacheza vizuri, tutapata matokeo. Kila la heri. Asante. Mkurugenzi, leo unatoa zawadi. Kwanza tuambie baada ya mchezo huu nini hasa ambacho kimeendelea kutokea, mwendelezo umekaaje kwa pamoja, watu waanze kufahamu. Leo tumekuwa na mchezo mwingine ambao kimsingi ulikuwa ni mchezo kati ya Sauti dhidi ya KUHAS, ambapo Sauti ameondoka na ushindi mabao 2-0 dhidi ya KUHAS, na tumetoa zawadi ya man of the match, zawadi ambayo inatolewa na wadhamini wetu wakuu ambao ni YAS kwa ajili ya kutoa motisha kwa wachezaji ambao wanacheza uwanjani. Lakini zaidi ya yote pia tumekuwa na mchezo mzuri kwa sababu umekutanisha vyuo vikubwa, vyuo vyenye historia kubwa katika kanda hii ya Ziwa, na kimsingi wakazi wa jiji la Mwanza wameburudika kutokana na burudani ambayo imeonekana ndani ya uwanja, na hamasa imekuwa kubwa, na ni mwendelezo wa mashindano haya ya YAS Chuo Challenge Cup. Na kimsingi mchezo huu umefana sana. Niendelee kutoa rai kwa wakazi wa jiji la Mwanza kuja katika uwanja wa Nyamagana kushuhudia michezo. Niendelee kutoa rai kwa washiriki wa mashindano ya Chuo Challenge Cup kwa maana ya vyuo, lakini zaidi ya yote pia bado muda unatosha kuendelea kupata wadhamini na watu ambao watatushika mkono kupitia mashindano haya ya Chuo Challenge Cup. Mdhamini mkuu ni YAS, Star TV, Radio Free Africa, Makwish, lakini pia tunatoa room kwa wadhamini wengine kuendelea kuja kutunga mkono ili kuweza kuendelea kutoa burudani, kuhamasisha vijana kupitia maadili yao, kupitia taaluma zao, lakini zaidi ya yote pia ndani ya uwanja kucheza na kushiriki michezo ili kuweza kujenga afya na ushirikiano wa pamoja. Serikali na taasisi za kijamii ziangalie fursa hii ambayo tunayoitumia ya kuhamasisha vijana kwa kitaaluma, kimaadili, uzalendo, michezo, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kizazi ambacho kinakuwa kimejijenga ipasavyo katika sekta zote. Kwa hiyo naamini kupitia mashindano haya, naamini tunaweza tukaendelea kupata wadau ambao wataendelea kutushika mkono. Asanteni sana.